Hebu tuendelee na waxing gibbons. Tuendelee na waxing gibbons moja kwa moja. Kabla sijaendelea nikwambie, huu ni wakati ambao mwezi unakaribia kuwa duara. Unakaribia kuwa full moon. Mwezi kuelekea kupevuka sasa. Unatakiwa kunoa na kusawazisha. Huu ni wakati wa kurekebisha mambo, refining. Hatua ya 5 sasa. Hii ni hatua ya 5. Ambapo hapa sasa tunaangalia maadili. Kagua kama unatembea kwa usawa. Kagua kama mambo yameanza kupinda, rudi kwenye mizani ya asili kama ulivyokuwa umewaza. Angalia kama mambo yanapinda, urudi kama ulivyokuwa umewaza. Huu ni wakati ambao mama ameshamzaa mtoto lakini bado hajaanza kumtoa nje. Ni wakati ambao mama ameshamzaa mtoto, wanamfanyaje, wanajua wanavyomfanya sio nini, wanamkata sio kama ni kitovu, kama ni nini, ndio wakati huu sasa. Na wewe sasa kwenye mambo yako ni lazima uweze kuangalia na kutathmini. Je, mambo yanakuwa kama vile ulivyowaza? Kama vile ulivyoumba kwenye mawazo siku ya full moon, jinsi ulivyolisha ndio mambo yanakuwa hivyo kwenye ulimwengu wa nyama? Kama hayawi kama ulivyowaza, rudi na uangalie vizuri. Rudi ndani yako, rudi kwenye maono na uangalie vizuri tena ulikuwa umewazaje. Na ni vizuri kile kitu unachokuwa umekiwaza unakuwa unakiandika. Hiyo ndio tunaisaga business plan au documentation ya mipango, ambayo ndio unaona kwamba kwa mfano kama Marekani, kila rais anayeingia ni lazima afate niseme kama sera za nchi, kwamba Marekani ni superpower, lazima hakikishe dola inabaki kwenye domination dunia nzima. Hivyo. Kwa hiyo sasa hiyo ni document ambayo inakuwa imeandikwa ya mtu, kila anayekuja lazima afuate hiyo. Kila mtu anayekuja lazima afuate hiyo. Ndio ile tulikuwa tunasema katiba ya kizazi. Lazima uandike usimamizi wa kitu, ili kila uongozi unaokuja uangalie misimamo, na pale utakapopindisha basi utapata matokeo ambayo hayakuwa sio haya. Ndio hapo utaanza kuharibu mambo. Lakini ukiamua kufuata kile ulichokuwa umekiandika, utakuwa upo kwenye mafanikio. Kwa wakati wa waxing gibbons ndio wakati huu. Sasa hapa unaweza ukatazama mwezi unavyozidi kutanuka. Sasa mwangazi wake umepita nusu na unakaribia kuwa duara kamili. Huu ni wakati wa waxing gibbons kama nilivyokuambia. Katika uhandisi wetu, huu ni wakati wa ukomavu wa muundo wetu na uamsho wa ufalme. Kile mche uliotokea gizani sasa unaanza kuonyesha matawi yake na nusu yake halisi. Lakini sikiliza kwa makini, matawi hayawezi kukua ovyo, lazima yafuate kanuni, maadili yani. Kanuni ya haki, usawa na uangalifu wa kiulimwengu. Bila maadili, uumbaji wako utakuwa mzito upande mmoja na utaanguka kabla ya kuvunwa. Sasa maadili sio jina la uumbaji. Maati, hapa tunaitaga maati, sio jina la mbali, ni roho ya uangalifu, ni roho ya ulinganifu. Katika hatua hii uumbaji wako unahitaji nidhamu ya hali ya juu. Mtoto umeshamzaa, lazima kwa kipindi kile ambacho ni mteke, unatakiwa kumshika kwa umakini. Atakuwa bado ni teketeke, mifupa bado haijakomaa, yani bado unatakiwa kumshika kwa umakini. Mtoto mchanga huyu unatakiwa kumshika kwa nidhamu ya hali ya juu. Uumbaji wako unahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ikiwa unajenga biashara, huu ndio wakati wa kuweka mifumo ya uaminifu. Ikiwa unajenga mahusiano, huu ndio wakati wa kuweka misingi ya ukweli. Maati inakukumbusha kuwa maadili inakukumbusha kuwa kitu chochote kinachofuata asili huwa kinakuwa bila kupoteza umbo lake la asili. Na habari hizi nimeziandika kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Wakati huu wa mwezi kuelekea kupevuka, nishati inakuwa na nguvu sana. Nishati inakuwa na nguvu sana ya kuvuta, magnetism.
nishati inakuwa na mvuto wa hali ya juu. Kila mtu anataka kuangalia, hichi kitu ni nini? Hichi kitu ni nini jamani? Hichi kitu ni nini? Ili uweze kuvuta yaliyo ya kweli, lazima wewe mwenyewe uwe na uzito wa ukweli ndani yako. Mtu anapokuja kushangaa hiki ni nini, lazima ndio wakati wa kumpa uzito wako wenyewe. Ni wakati wa kumlisha uzito wako, kwa sababu akitoka hapo anaenda kumwambia mtu kwa uzito huo huo. Kwa ukikosea kumwambia mtu habari zako, ulivyowaza, jinsi ulivyopangilia vizuri, ukasahau kumpa mtu uzito wake, hivyo ndivyo anaenda kuelezea kitu kwa wepesi. Lakini ukimpa habari kwa uzito wake, anaenda kuisambaza na kusaidia kuwa wakala, anayesambaza habari yako kwa uzito mkuu. Kila hatua unayopiga mtaani sasa lazima ipimwe kwenye mizani ya hekalu lako. Kila kitu unachokiongea, kila kitu unachokitoa hadharani, ni lazima kuwe na saikolojia nyuma yake. Yaani usikitoe kitu ili mradi. Usitoe kitu ili mradi. Hayo ndio maadili. Je, kilikuwa kipo kwenye uumbaji? Siku unaumba kilikuwepo? Usitoe kitu ambacho hakikuwepo, utakuwa huna control nacho. Kwa lazima uwe makini. Hayo ndio maadili. Haya ndio maadili. Sasa kukomaza uhalisia wake. Ule wakati ambao baadhi ya makabila huwa wanachukua mtoto wanaanza kumchoma choma, sasa wanamkanda kanda na maji ya moto. Ndio tunataka tuangalie hapa, kukomaza uhalisia. Hapa ndipo tunafanya kazi ya kunyoosha mistari. Uumbaji wako ushapata mwili, sasa unahitaji mamlaka. Hapa tunasema kutakuwa kuwa na maisha ya usawa. Angalia maisha yako ya kila siku. Je, unakula wakati gani? Je, unazungumza kwa uzani? Unazungumza kwa mizani? Katika hatua hii huwezi kuwa na uumbaji mkubwa huku maisha yako yakiwa na fujo. Uamsho wa mfalme unaanza na mfalme mwenyewe, yani wewe. Kujiweka kwenye nidhamu. Kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo tulikuwa tumejadili haya kwa undani. Inaweza akawa ni magumu kuelewa hapa, lakini ukisoma kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo unaweza kuelewa kwa undani habari ninayoiongea hapa. Hiyo ni maisha ya usawa. Ni lazima uishi kwa usawa. Uamsho wa mfalme unaanza na mfalme mwenyewe. Tambua hivyo. Ndio maisha ya usawa hayo. Lakini tunasema kuimarisha umbo. Rudi kwenye ile ramani yako sasa ya uumbaji. Sasa uumbaji wako umeanza kugusa watu wengine. Hakikisha kuwa, fikiria picha ya mtoto amezaliwa pale, sasa ndio unaanza watu waje wamshike, si ni shangazi yake na jamani kuna mtoto jamani. Watu wanakuja wanamuona, wanasema jamani kazuri. Hakikisha kuwa asilimia ile kubwa ya nishati yako bado ipo. Bado ipo kwenye kuitazama. Bado ipo kwenye kuitazama ndoto ikiwa kamilifu. Yani visualization. Asilimia kubwa ibaki ndani yako. Yani wakati unamsimulia mtu habari zako, hakikisha asilimia kubwa inabaki ndani yako. Inabaki ndani. Usitoe, yani katika hapa usitoe asilimia yote watu waione, watu waishike hivyo. Kitu kikubwa, mipango yako mikubwa inabaki humo ndani yako. Wewe ulikuwa ulishaonyesha kitu kidogo. Watu wana kile kitu kidogo, watakifikiria kwa udogo wake, lakini wewe ndio unajua ukubwa wake. Wewe ndio unajua ukubwa wake. Hakika wewe ndio unayejua ukubwa wake. Hakika wewe ndio unayejua ukubwa wake. Asilimia ndogo ipo kwenye utekelezaji wa nje sasa. Ndio kama ninavyokuambia. Usiruhusu pilika za nje zizidi uzito wa amani yako ya ndani. Yani usione uumbaji wako kama mkubwa kuzidi amani yako. Uumbaji ni kitu kidogo. Yani unaweza ukakianzisha kitu watu wakaona ni kikubwa, wakati wewe unakiona ni kidogo. Yani bado ulichotoa ni kadogo bado. Yani usiruhusu ulichokiumba kiwe ni kikubwa kushinda wewe. Yani kwa mfano, unakuta mtu ana gari au unakuta mtu ana nyumba 100 za kupanga, lakini anakuwa anaona vile vitu vinamzidia uzito. Lazima uvione kama ni vitu vidogo vidogo, kwa sababu wewe ni mwanadamu mwenye uwezo wa kuumba vitu vingi vikubwa hata kuzidi hivyo ulivyo navyo. Au unaweza kaona kwamba kama wewe mwenyewe uliyeviumba hivyo vitu, wewe mwenyewe ni mdogo kwa ulimwengu. Wewe mwenyewe ni ka ulimwengu kadogo. Je, wewe ka ulimwengu kadogo unaweza kaumba kitu ambacho vinaweza kikazidi ulimwengu? Ni ngumu. Na uwezo haiwezi katokea mtu kaumba kitu ambacho kikakuzidi wewe ulimwengu. Wewe ulimwengu ndio uliyeleta huo uumbaji.
usikudhibiti, yani usianze kupelekeshwa, usianze kupata ile ego, ile sifa, ile kutaka watu wakusifie. Yani wewe angalia tu kama ni kitu kadogo tu, ni kitu ka ovyo ovyo. Wewe umekaanzisha kwa ajili ya lengo, lakini unaweza kaanzisha kitu kikubwa kingine chochote. Ndio utakuwa kupata hiyo hali. Ndio hapo ndio tunasema kwamba usiruhusu pilika za nje zizidi uzito wa amani yako ya ndani. Utakuwa umefanya makosa. Na kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo nilikuwa nimeandika haya maneno kwa undani kabisa. Kile kitabu nilikwambia nakiuza kwa gharama ndogo kidogo. Lakini hapa wakati wa kukomaza ambao ndio tunasema sasa hapa unamchoma mtoto, unamkanda mtoto ili aweze kukomaa. Watu wengine, makabila mengine wao wanafanya hivyo mtoto kwa siku zile za chini chini. Nafikiri mama mwenye mtoto hapa atakuwa ananielewa vizuri na atakuwa mama mzuri kwenye mawazo na kwa watoto wake wajao na alionao. Safi kabisa. Kusafisha waya za nishati ni kitendo ambacho unatakiwa kukifanya wakati huu. Ni wakati wa kuondoa kila kutu ya mawazo. Ikiwa kuna mtu anakupa changamoto, tumia kanuni ya Maati. Usilipe kisasi kwa hasira, bali simama kwenye haki. Hasira ni kama radi inayoweza kukausha mche wako mchanga. Angalia tu kama vile mtu anayekupa hasira, mtu anayekupa dhoruba. Kumbuka mara zote ninapotaja habari ya Maati, fikiria Maati ni maadili. Maati ni neno la Misri ya kale, linatokana na Misri, watu wa Misri ya kale, likimaanisha usawa, maadili au haki. Usawa wenyewe, yani maadili. Maadili ni neno pana. Kwa wakati huu ni wakati ambao unatakiwa kuwe makini, chunga. Hasira ni kama radi, inaweza kupiga mche uliounguza, ikaunguza huyo mche wako. Kwa hiyo chunga sana mtu anayekupa dhoruba, mtu anayekupa hasira. Muone kama jiwe ambalo huwa unajikwaa, lakini mwisho wa siku huwezi kulifanya chochote na unakuwa umeumia. Kwa hiyo kinachofanyika, wewe huwa unaendelea tu na safari. Wewe unachofanyaga pale huwa unaendelea tu na safari. Uangalie lile jiwe. Ndio nadhani hicho ndio huwa unafanya. Katika kipindi hiki pia, katika kipindi hiki cha mwezi kuelekea mwezi kupevuka, utaanza kuona mambo yakitokea kimiujiza sana au kiujuzi. Utakutana na mtu anayemhitaji yani hivi vitu ni vya ajabu sana. Utakutana na mtu unayemhitaji barabarani. Yani kama ulikuwa umewaza kwamba sasa nitakuwa na frame nitaijenga hivi na hivi, basi ndio wakati ambao utakutanishwa na fundi mzuri ambaye anaweza kutengeneza kitu hicho. Utakutana na vitu vya kimiujiza kama hivi. Utakutana na mtu unayemhitaji barabarani, au utapata simu ya fursa uliokuwa ukifikiria, yani ikiwa tu inahusiana na yule uumbaji wako. Yani hivyo, yani utaanza yani wakati ambao vitu vya ajabu vitakufudia ukiwa kwenye usawa lakini na maadili. Ukifuata usawa na maadili, yani ukifuata ile kanuni, uwiano, yani kuleta ule uwiano wa kile ulichokuwa unakifanya. Watu wa mtaani huita bahati, lakini mjenzi wa kiroho anajua huu ni mwangi wa maadili. Maadili ninayoyafanya ndio yanayoita mambo haya. Kwa hiyo hutakiwi kushangaa mambo haya. Wala usipagawe na watu wanaosema una bahati sana wewe. Wala usishangae. Utakwambia una bahati sana. Wewe unajua kabisa kwamba hakuna bahati kwenye huu ulimwengu. Hakuna bahati ya kwamba si kwamba bwana Mwenyezi Mungu ataleta. Mwenyezi Mungu anajalia. Wewe mambo unajua mchakato wake, unajua jinsi ya kuumba. Huyo Mwenyezi Mungu anayemtaja mwenyewe ambao ndio chanzo kikubwa. Kumbuka anapomtaja Mwenyezi Mungu anarejelea chanzo kikuu ambao ndio asili yenyewe. Ndio Mungu. Ndio Mungu. Chanzo kikuu, asili yenyewe. Kwa hiyo usipagawe unaposikia Mungu. Ukisikia malaika, jua ni nishati ya juu kabisa, nishati ya mtetemo wa juu kabisa ambayo haijafikia kwenye asili yenyewe, ila ni nishati, ule wema wa juu, ile hali ya juu kabisa yenye ujuzi inayokaribiana na asili, ila sio asili. Umeona? Ni kama unasema kwamba hivi tunaposema kati ya tende, asali na sukari kitu ni kitamu.
tunaweza kusema tende na asali ni vitamu, lakini sukari ni tamu ila haijavifikia. Umeona hiyo? Kwa hiyo ndio malaika. Umeona hiyo? Ndio dhana ya malaika. Kwa hiyo ndio unatakiwa kuelewa hivyo. Unasema malaika sio kiumbe ambacho ni kikubwa tu, sijui kimekaje, sijui kimefanya hivi. Hapana, usipate picha namna hiyo. Unakuwa unachanganya ubongo wako. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Huo ni mwangwi wa maadili. Unapokuwa na ulinganifu wa ndani, ulimwengu unalazimika kujipanga ili kuendana na wewe. Ndio yale kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, mwanzoni kabisa kwenye kurasa za mwanzo nakwambia kila kitu ni mitetemo na ulimwengu huwa unaitikia mitetemo. Hauitikii neno, unaitikia mtetemo. Ulimwengu una tabia ya kuitikia mtetemo. Hata mwili wa binadamu unaitikia mtetemo. Ndio maana watu huwa ni machizi, kwa sababu mwili hauwezi kupinga frequency. Mwili hauna kiburi cha frequency. Kwa ukifanikiwa kujua habari za frequency, kama nilivyokusisitiza kwamba kitabu cha Mitetemo ya Kiroho ndio kitabu cha kwanza kabisa, ndio basics, ndio mafunzo ya awali kabisa ya elimu za kiroho. Kama vile shuleni huwa unaanza na awali, afu unaenda darasa la kwanza, unaenda darasa la pili. Kitu cha ajabu kabisa ambacho nimekiona kwenye mfululizo wa mafunzo haya ya Dear Moon, vipindi vya mwezi, unakuta mtu nimemtumia playlist, badala ya kutafuta video iliyoanza, anaanza kuangalia katikati. Sasa utaelewa nini? Yaani badala ya kuanza shule ya msingi awali, wewe unaanzia na shule, wakati hata kujua kusoma haujui. Hivi unafikiri vitawezekana? Au unafikiri aliyeanzisha shule ya msingi mpaka chuo kikuu, unafikiri ni mpumbavu? Anajua mambo ya mitetemo kwamba unaanzia wapi, lazima uanzie mwanzo, lazima uanzie kwenye giza ndio uanze kutambua kupanda huko juu. Lazima uanze, yani wakati unatengeneza mfumo, huwezi kaanza tu, kinaanza kitu kama nukta. Lazima kianze kama kitu kama nukta. Huwezi kaanza na kikubwa, utachanganyikiwa. Mtu nakuta nimetoa mfululizo huu, anaanza kuangalia eti Dear Moon sehemu ya pili. Alafu sehemu ya kwanza hajaiona. Achana sehemu ya kwanza, bado hajaangalia utangulizi sehemu ya kwanza. Kuna utangulizi sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ndio kuna New Moon. Ndio kuna sehemu ya New Moon namba 2. Lakini yeye anafika anaanza kuangalia ya mwisho. Alafu utaelewa nini? Hivi movie ukianza kuiangalia mwishoni utaelewa nini? Ndio maana unaanzia mwanzoni. Unapokuwa kwenye ulinganifu, nilikuwa nimeandika kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, kile ambacho ndio kitabu cha awali ambacho kitakusaidia kuelewa elimu hizi. Watu wanaona kitabu kile kina gharama kubwa, 25,000, wanaona ni gharama kubwa ya kushinda mambo yao. Mtu bora atoe 5,500 za nini, za vitu vya ovyo ovyo huko, siku 5, 25,000, ila si anunue kitabu 25,000. Kitabu ambacho kitamfungulia maarifa mengi ya elimu nyingi za kiroho, sio uganga wa kienyeji. Ataelewa uganga, hataki kuwa mganga. Ataelewa uganga wa kienyeji ni nini, ataelewa Freemason ni nini, ataelewa sijui mtu anaposema ulimwengu wa kiroho ni kitu gani, ataelewa jinsi mchungaji anaposema tuombe anamaanisha nini, ataelewa mchungaji anaposema sasa ni muda wa sifa, tuimbe nyimbo za sifa, ataelewa maana yake nini, ataelewa muda wa kuabudu ni maana yake nini, ataelewa jinsi ya kuomba, ataelewa umaskini ni nini, ataelewa utajiri ni nini, ataelewa vitu kibao kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. We acha usikinunue, wenye kunikinunua wanakifaidi. Acha endelea kukaa hivyo hivyo kama hujakinunua. Na kama umekinunua, mimi nikupongeze sana. Cha kufanya wewe uliyekinunua, rudia mara kwa mara. Narudia tena. Yowe moja haliwezi likakupa msisimko, lakini yowe likifanya mfululizo linakupa msisimko. Kama ni yowe la kuleta huzuni, utapata huzuni likifanya mfululizo. Kama ni yowe la mahaba ya wakati wa tendo la ndoa, basi litakuchanganya, litakupa msisimko wa hisia za mapenzi. Najua wote ni watu wazima hapa na naongea hiyo ili kuweza kueleweka vizuri. Kwa hiyo tunasema kwamba unapokuwa na ulinganifu wa ndani, ulimwengu unalazimika kujipanga ili kuendana na wewe. Ufalme wako sasa umeanza kutoa harufu nzuri ambayo inavutia nyuki, yani fursa. Kazi yako ni kubaki kwenye utulivu na kuipokea nishati hii kwa shukrani. Usishangae, maana ulipanda mbegu sahihi wakati wa New Moon. Sasa unaanza kuona matunda ya kufuata saa ya ulimwengu. Mwezi unapokaribia kuwa mpevu, yani full moon, uumbaji wako unakuwa kwenye mizani. Kila kitu unachofanya
Kila kitu unachofanya sasa kinatengeneza uzito utakao thibitishwa wakati wa kilele. Kila kitu unachokifanya sasa katika kipindi hiki kinatengeneza uzito ambao utathibitishwa wakati wa kilele. Tunasema kwamba giza likiwa kidogo hivi unakuwa huoni vizuri, likiongezeka unaona vizuri, likiongezeka sana unaona vizuri, likiwaka sana unaona sehemu yote. Ndio wakati wa kilele ambao unakuja, wakati wa full moon. Kitu kuonekana sasa kwenye mazingira na kila mtu akione. Unatakiwa kufanya nini sasa? Usiwe na haraka. Watu wengi hapa huanza kujitangaza kabla ya wakati. Bado mwezi haujapevuka. Unatakiwa kubaki kwenye siri kidogo zaidi. Acha uumbaji wako ujijenge na ujijengee heshima. Uumbaji wako ujijengee heshima yenyewe bila wewe kuusemea sana. Acha mtoto uliyemzaa wewe usiongee sana. Ulichokuwa umekihifadhi kwenye tumbo lako. Siku ile umezaa umepata uchungu. Sasa sio wakati wa kuongea. Anayetaka kuelewa zaidi kuhusiana na mtoto anamshika, anamtazama, anamgeuza. Sikio limekaa vizuri, vidole vyote viko vitano na nini, anafanana na nani, anafanana na ujombani. Mwache mtu mwenyewe. Yaani sio wakati wa kusemea sana kitu. Wino si upo, wino umeshakuja. Kwa hiyo kitu kingine tunasema tawala uhalisia wako. Anza kutembea na kuongea kama mfalme ambaye tayari ana ufalme wake. Hiyo sio sifa, bali ni mtetemo wa umiliki. Kama unajenga nyumba, anza kuhisi baridi ya sakafu yake kwenye nyayo zako sasa hivi sasa. Hii inakamilisha uamsho wa ufalme wako. Sio, unanielewa? Kuna ile hali ya kuongea kwa mamlaka. Yaani unaongea kitu ambacho tayari kimeshatokea. Huwezi ukakiongea kwa wasiwasi. Kwa pale unakiongea kwa mamlaka ya mfalme. Habari hizi nimeziandika vizuri kwenye kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo. Vitabu vya mitetemo ya kiroho na Uwezo Wako kwa Vitendo vinategemeana. Hata hichi kitabu kinategemea vile vitabu. Ndio yale niliyokuambia kwamba kitabu vitakuwa vinategemeana. Vitabu vilikuwa vinategemeana. Nipo kwenye kufuata uwiano wa asili kwamba hatua inayofuata ni lazima iwe jumla ya hatua mbili zilizopita. Ndio ninachokifanya mimi. Hata kitabu cha Uwezo Wako kwa Vitendo, hatua ya kwanza, ya pili mpaka 21, hatua mbili hatua inayofuata inakuwa ni inahusiana kwa kiasi na hatua mbili zilizopita. Hiyo ni utaratibu wa asili ili mtu aelewe. Kwa hiyo siwezi kuandika kitabu hiki kikatokea huko, kitabu hiki kikatokea, nitakuwa sijajenga mti ambao mtu ataelewa. Nitakuwa sijajenga kitu kamili. Basi nitakuwa nimechukua kipande cha njano na kipande chekundu. Badala ya kujenga kama ni njano, nijenge njano peke yake ili watu wajue kwamba ni njano. Sasa mimi nataka kuhitimisha. Mwezi mchanga ulishapita, robo ya kwanza ilishatupa ushupavu. Na sasa tuko kwenye mlango wa utimilifu. Uumbaji wako sasa ni kiumbe hai kinachoweza kujitetea na ufalme wa ndani yako. Tunasema ufalme ndani yako na ulimwengu wa nje umeanza kuinama mbele ya mamlaka yako ya kiroho. Sasa vitu hivi vinaweza kukusujudia. Ulimwengu wa nje na ufalme wa ndani yako unaanza kukusujudia. Unaanza kutekeleka kile unachokipanga na kukiwaza, kile unachokifanya. Tuliza nafsi sasa. Hakikisha mizani yako ya ndani iko sawa. Kaa tayari kwa ajili ya ushuhuda mkuu, maana mwezi mpevu uko mlangoni kutoa siri ya kile ulichokifanya gizani. Mwezi mpevu unakuja. Ufalme umeamka. Na hitimisho kwa kusema ufalme wako umeamka. Muundo wako sasa ina nuru. Muundo wako una nuru sasa. Maati au maadili au mahati ambao ni nishati hiyo ya maadili. Mahati amekupa kibali cha kutawala uhalisia wako. Piga hatua kwa uzito na amani. Somo linalofuata katika wakati mwingine tutakuja kujifunza habari gani na nini cha kufanya kwenye mwezi mpevu, full moon. Watu wengi mmewahi kuona kwenye Facebook watu au walimu wengi wanaofundisha elimu za kiroho wakiwataarifuni kuhusiana na habari ya full moon.
Sasa sisi tunakuja kujifunza ni nini cha kufanya wakati wa full moon. Nimetoka kuongea hapa kwamba watu wengi huwa wanapenda kuanzia katikati ya vitu. Utakuta mwalimu anafundisha habari ya full moon, hajawahi kukufundisha habari ya crescent, waxing, hajawahi kukufundisha habari ya waxing gibbous, hajawahi kukufundisha habari ya new moon, mwezi giza, ila anakuja kukufundisha habari ya new moon. Ndio elimu za kibongo zinachanganya. Mimi sijachagua kuwa kama wao, nimechagua style yangu mimi ya tofauti ambayo inaweza ikaonekana ni ajabu. Jana kuna mtu mmoja amenipigia simu. Ni mtu ambaye tunafahamiana. Unajua mimi ni mtaalamu wa tehama. Kwa watu wengi wanajua nafanya tehama. Watu hawajui kama hata nafanania au hata kama nafanya mambo ya kiroho. Wasijue kwamba tehama ninayoifanya kwa viwango vikubwa inatokana na uwezo mkubwa uliopo ndani yangu mimi. Yaani na uwezo mkubwa wa kuunda bidhaa za tehama. Na uwezo mkubwa sana. Sasa wasijue uwezo huo unatokea wapi. Wasijue ni kitu gani kinafanya wanikubali. Sasa mtu mmoja ananipigia simu jana, bwana nimekuta huko picha yako inazagaa huko unafundisha mambo ya kiroho. Nikaanza kujiuliza, hivi wewe ni Freemason? Wewe ni mganga, wewe ni mchungaji au wewe ni shehe? Nimeshindwa kabisa kuelewa. Ikabidi nikupigie simu kwa sababu mimi na wewe hatuzuliani. Basi mimi nilicheka kwa kishindo sana. Nilicheka kwa sauti ya juu sana. Sio kama nilikuwa namcheka, nilikuwa na furaha. Hautakiwi kueleweka. Sasa hapa mimi mwenyewe sijui wewe unanichukuliaje, sasa mimi ni shehe, si mimi ni mchungaji, si mimi ni nani. Mimi sijui unaweza kanipa jina gani. Sijui unaweza kanipa jina gani. Vyovyote tu, ila kikubwa tu tupate maarifa, tupate fahamu. Pia nimeona kuna mtu mwingine anafundisha habari ya United of Africa, si anaitwa Mika Chivala yule. Anajifunza anasimulia jinsi watu wanavyoweza kuungana. Jinsi watu wanaweza kujikomboa, Afrika inaweza kujikomboa kujitoa kwenye utumwa. Huwezi kukomboa watu bila kuwaamsha. Never, it will never happen. Haiwezi kuja kutokea hata kwa bahati mbaya. Hata upige kelele mara 10,000 watakuwa wanakutazama. Ila wakiamka kutoka ndani, wenyewe wataona umuhimu wa kufanya hivyo. Wenyewe watasupport kitu hicho. Wenyewe hata bila kulazimishwa. Ni lazima uteteme jinsi unavyotaka watu wateteme. Wakiungana na wewe, wakija kwenye mtetemo wako watakuwa kuungana na wewe. Na siri kubwa ambayo watu hamjui, huwezi kutawala mtu aliyeamka. Huwezi kumtawala. Kitu ambacho unaweza kukitawala ni kile tu ambacho kinatetema kama wewe. Huwezi kutawala kitu kilichoamka. Ni sawa kama wanyama wanavyoishi porini au mwituni. Wanyama wanaheshimiana, kila mnyama anaheshimu mamlaka ya mnyama mwingine. Hata simba wao wengi huwa wazuliana, wapigiani makelele, wala hawatawalani, wala hawapeani sheria. Ila kama kuna simba ambaye ana nguvu kushinda wote wanakuwa wanatambua kwamba yule simba ana nguvu kutushinda sisi. Simba wa kike anakuwa anatambua kwamba yule ni simba wa kiume. Hata swala mwenyewe anakuwa anajua simba wa aina hiyo anakuwa ni mkorofi, hivyo anaheshimu mamlaka yake. Kwa hiyo hivyo hakuna kitu, hakuna bahati mbaya, hakuna si Mungu ataleta, si Mungu si. Endelea kusubiri Yesu aje, huyo Yesu. Endelea kusubiri mabikira 72. Mimi sijui wala siingili wala sikashifu. Ila nakwambia sio vitu ambavyo unatakiwa kukaa unajiendekeza kwamba wewe unakaa unakesha kanisani, msikitini au si nini. Huku ufanyi chochote wala hata ufati hata saa ya asili. Mawazo yanakuja ya kukusaidia kukuokoa kwenye shida zako, uyaoni. Sasa unataka iwaje? Yaani unataka iwaje? Asili inakuonyesha, wewe hauoni. Mawazo ya ghafla yanakuja, wewe hauoni. Tumejifunza kwenye kipindi kilichopita jinsi ya kukamata mawazo ya ghafla, jinsi mawazo ya ghafla yalivyo na thamani. Na tunaendelea na mfululizo huu. Nikutakia wakati mwema. Nisiongee sana nikakuchosha. Nimeongea dakika nyingi zaidi ya kuliko vipindi vyote katika wakati huu. Nikutakia wakati mwema. Kipindi kijacho tutakuja kujifunza nini cha kufanya na nini jinsi gani ilivyo, yani habari gani kuhusiana na mwezi mpevu ambao ni full moon.